Kutokana na vita vinavyoendelea huko katika ukanda wa Gaza, lakini na vitendo vinavyofanywa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Israel ipo katika hali tengwa zaidi. Wakati vita huko Gaza vikiendelea, kutengwa kwa Israel kimataifa kunaonekana kunazidi na dhahiri. Serikali ya mrengo wa kulia ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambayo kwa kiasi kikubwa inaitegemea Marekani kuliko taifa lolote wakati huu, ipo katika dhoruba ya kutengwa kidiplomasia na mataifa mengi ulimwenguni, huku mataifa ya Ghuba yakianza mpango huo. Mataifa Mashariki ya Kati pamoja na yale ya Kiislamu na Kiarabu yamekuja na azimio la kutaka kuitenga kabisa Israel na kufuta uhusiano kati ya Israel pamoja na mataifa hayo na kuondoa mpango wa Abraham Accord ulioanzishwa na Marekani, ambao unataka mataifa yote yenye uhusiano na Marekani kuwa na uhusiano na Israel, na hivyo mpango wa kuwa na uhusiano na taifa hilo unazidi kuyumba. Na hii ni kutokana na namna utawala huo wa Benjamin Netanyahu, utawala wa mrengo wa kulia, ulivyokuwa ukiyatendea mataifa ya Mashariki ya Kati, lakini na matamshi ya vitisho. Serikali ya Netanyahu imetishia kuteka nchi nyingi, ikiwa ni pamoja na Jordan, Palestina, Iraq, Lebanon, lakini pia Saudi Arabia na Misri. Haya yote yanafanya mataifa hayo ya Mashariki ya Kati kutafuta njia ya kuweza kuikwepa Israel na kujilinda zaidi. Hata hivyo, yanaiacha Israel huru kutekeleza malengo yake huko Gaza na Ukingo wa Magharibi unaokaliwa bila kusababisha uharibifu wa kudumu kwa hadhi yake ya kimataifa. Mawaziri wakuu wawili wa zamani, Ehud Barak na Ehud Olmert, tayari wamemshutumu Netanyahu kwa kuigeuza Israel kuwa tengwa katika jamii ya kimataifa, kitendo kilichofanywa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Idadi ya nchi ambazo Netanyahu anaweza kusafiri bila hatari ya kukamatwa inazidi kupungua kwa kiasi kikubwa. Katika Umoja wa Mataifa, nchi kadhaa zikiwemo Uingereza, Ufaransa, Australia, Ubelgiji na Canada zimesema zinapanga kuitambua Palestina kama taifa huru wiki ijayo. Na nchi za Ghuba zimejibu kwa hasira juu ya shambulizi la Jumanne iliyopita la Israel dhidi ya viongozi wa Hamas nchini Qatar. Zimekutana mjini Doha kujadili jibu la umoja, huku baadhi zikitoa wito kwa nchi zinazofurahia uhusiano na Israel kufikiria tena na kuachana na mpango huo. Lakini huku taswira ya njaa ikiibuka Gaza wakati wa kiangazi na jeshi la Israel likiwa tayari kuivamia, na wakati huu ikiwafukuza kabisa raia katika ukanda wa Gaza, serikali zaidi na zaidi za Ulaya zinaonyesha kutofurahishwa kwao kwa njia zinazovuka kauli tu na vitendo vya Netanyahu. Hata hivyo, Netanyahu alikiri Jumatatu kwamba Israel inakabiliwa na aina ya kutengwa kiuchumi katika jukwaa la dunia, huku akisifu hali ya uchumi wa taifa hilo ambayo anasema imeimarika. Akizungumza katika mkutano wa Wizara ya Fedha huko Yerusalem, alilaumu kutengwa kwa utangazaji hasi nje ya nchi na kusema Israel inahitaji kuwekeza katika operesheni za ushawishi katika mitandao ya kijadi na ya kijamii ili kukubaliana na hali hiyo. Mwanzoni mwa mwezi huu, Ubelgiji imetangaza mfululizo wa vikwazo, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku uagizaji kutoka kwa makazi haramu ya Wayahudi katika Ukingo wa Magharibi, mapitio ya sera za ununuzi na makampuni ya Israel, na vikwazo vya usaidizi wa kibalozi kwa Wabelgiji wanaoishi katika makazi hayo. Lakini pia imetangaza mawaziri wawili wa serikali ya Israel wenye misimamo mikali, Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich, watu waliostahili, pamoja na walowezi wa Kiyahudi wanaoshutumiwa kwa unyanyasaji dhidi ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi. Nchi nyingine ni pamoja na Uingereza na Ufaransa tayari walikuwa wamechukua hatua sawa, lakini vikwazo dhidi ya walowezi wenye jeuri vilivyowekwa na utawala wa Biden mwaka uliopita vilitupiliwa mbali katika siku ya kwanza ya Donald Trump kurejea katika ikulu ya White House. Wiki moja baada ya hatua ya Ubelgiji, Uhispania ilitangaza hatua zake yenyewe na kugeuza vikwazo vya silaha vilivyokuwepo kuwa sheria na kutangaza marufuku ya uagizaji wa bidhaa, kuzuia kuingia katika eneo la Uhispania kwa mtu yeyote anayehusika na mauaji ya halaiki au uhalifu wa kivita huko Gaza, na kupiga marufuku meli zinazoenda Israel na ndege zilizobeba silaha kutia nanga kwenye bandari ya Uhispania au kuingia anga yake. Hata hivyo, wakati huu Israel inaelekea kutengwa hata katika mambo mengi ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na michezo na mambo mengine.
Israel wakati huu itakuwa katika hali mbaya na Waisrael watajutia uamuzi unaofanywa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, na ndio maana wakati fulani wamekuwa wakiandamana kutokana na kupinga vitendo vya waziri mkuu huyo mwenye msimamo mkali. Hata hivyo, inadaiwa kwamba waziri mkuu huyo anapata jeuri yote kutoka kwa rais wa Marekani wa sasa Bwana Donald Trump, na ndio maana anafanya chochote apendacho wakati wowote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe chaneli hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri duniani.